Kusifu ni silaha ya kiroho. Katika Mambo ya Nyakati kitabu kile cha 2 sura ile ya 20, Yuda walipowekwa mbele ya maadui, walimtanguliza Mungu kwa uimbaji. Mungu alipigana kwa niaba yao. Hii inatufundisha kuwa sifa huleta ushindi. Tunapomwimbia Mungu, tunatangaza mamlaka. Tunaye Yesu ambaye ni jemedari wetu. Yeye atatushindia. Kusifu pia ni kupokea amani ya moyo. Laiti watu wangelijua kwamba nyimbo ni tiba. Kusifu, kumwimbia Mungu ni tiba. Siku hizi kuna magonjwa mengi ya nafsi, afya ya akili. Laiti watu wangelijua siri, baraka ya kuimba na kumwimbia Mungu kutoka moyoni. Ule ni uponyaji. Laiti sisi waimbaji tungelijua kwamba kwa njia ya nyimbo tunayo dawa inayotibu magonjwa mengi sana na yenye uwezo wa kutibu magonjwa mengi sana yanayowasumbua watu wetu hata leo. Endeleeni kutoa matangazo hayo. Nyimbo za sifa hutuliza roho, huondoa hofu, huondoa huzuni na msongo wa mawazo. Uimbaji huleta utulivu wa kiroho na kiakili, ndugu zangu, hasa tunapomwimbia kwa imani kuwa anatusikia na anazipokea nyimbo zetu. Haleluya. Kusifu ni maombi yanayofungulia kwa furaha. Ni ufunguo wa furaha, ni maombi yanayojaa furaha. Paulo na Sila walipokuwa gerezani waliimba. Tunaambiwa na milango ya gereza ikafunguka pale Matendo 16:25 na 26. Siku kuu ya uimbaji ikawe fursa ya kuimba sifa kwa Mungu anayetenda maajabu mengi kwetu. Ni kupokea imani na tumaini jipya. Nyimbo zetu za sifa hututia moyo, hutufariji na hutukumbusha ahadi za Mungu. Zaburi ya 42 mstari ule wa 8 anasema, mchana Bwana ataagiza fadhili zake, na usiku wimbo wake utakuwa nami. Naam, maombi kwa Mungu aliye uhai wangu. Ndivyo anavyosema. Ni ushuhuda pia kwa wengine. Nyimbo za sifa. Tunapomwimbia Mungu hadharani, tunatangaza ukuu wake kwa ulimwengu. Hivyo nyimbo hueneza injili kwa njia ya sauti zetu. Nitaja machache haya kwamba kwa nini tunasifu na maana yake ni nini katika maisha. Hebu tuangalie kwa kifupi tu sifa za wale wanakwaya wanaomsifu Mungu, Wakristo wanaomsifu Mungu kutoka moyoni. Ningelitaja mambo machache. Moja ni watu wa maombi. Wanakwaya wa kweli hujenga uhusiano wa karibu na Mungu kupitia maombi ya binafsi na maombi ya pamoja. Kabla ya kuimba wanaomba, baada ya kuimba wanaomba, kwa kuwa maombi ni msingi wa huduma yao. Pili, wao wenye unyenyekevu. Hawaimbi kwa kujionyesha, bali kwa kumwinua Kristo. Wanatambua kuwa sauti ni zawadi na wanaitumia kwa utukufu wa Mungu, sio kwa sifa za binadamu. Naomba asitoke mmoja akaona ni sifa kwa kwaya yetu, sifa kwa mwalimu wetu wa kwaya. Hapa tumekuja kumwimbia Mungu wetu sifa, na hiyo itoshe. Wanakwaya hawa wanaomsifu Mungu na Mungu asikie sauti zao afurahie, ni wenye nidhamu na utii. Hufuata ratiba za mazoezi, hujiheshimu wanakwaya hawa, utii viongozi wa kwaya na wa kanisa, nidhamu,
Nidhamu yao hujionyesha katika mavazi yao, katika tabia zao na namna wanavyoshiriki ibada. Hawana tabia ya kugoma kuimba wakati wowote. Mahali fulani nikasikia tu kwaya imegoma kuimba. Mchungaji alisema kwaya zikimaliza kuimba zisipigiwe makofi, kwa sababu tunayempigia makofi hapa ni mmoja tu, ni Bwana Yesu. Mbona imekuwa ugomvi kweli kweli? Yaani mchungaji hataki sisi tusifiwe, tupigiwe makofi. Wakagoma, iliyofuata hawakuimba bwana. Sasa wanahitaji uponyaji wa kiroho jamani. Mambo kama hayo, kiburi kisituingie, kwa sababu kwaya yetu imeimba vizuri sana. Sisemi, mimi naamini kwamba, na nataka iwe hivyo, kwamba yale makofi yanayotoka baada ya kuimba vizuri, yale makofi yawe ni kuungana pamoja, kwamba utukufu umwendee nani? Utukufu uende kwa Mungu. Kwa hiyo sije mkajisikia kwamba ni wewe unaisifiwa uliyeimba, alafu ukavimba kichwa. Nidhamu na utii, naomba hilo mlizingatie. Wanakwaya hawa wenye unyofu wa moyo ni watu wenye roho ya ushirikiano. Wanashirikiana kwa upendo kwenye kwaya, bila wivu, bila mashindano, na kila sauti ni ya kipekee, lakini kwa pamoja wanaimba kwa kundi moja la watu wa Mungu. Ujue hivyo. Lakini wanakwaya wawe na sifa nyingine hii ya ufahamu wa neno la Mungu. Wawe wanaelewa maana ya nyimbo wanazoimba, na uimba kitaalamu pia zitoke rohoni. Imba kitaalamu. Nyimbo zao hujengwa juu ya maandiko, sio juu ya hisia kama watu wasiojua Mungu. Juu ya maandiko, uwe ni ujumbe kutoka maandiko matakatifu, ni ushuhuda kutoka maandiko matakatifu. Wanakwaya, waimbaji wanaomsifu Mungu kwa maisha yao na kwa huduma yao ni watu wenye moyo wa kutoa huduma. Uimba si kwa sababu ya kusifiwa, uimba si kwa sababu ya kupigiwa makofi, nimekwisha kusema, bali kwa sababu ya wito wa Mungu. Uimba si kwa sababu ya kujipatia faida, bali uimbaji wao, sauti zao ambazo Mungu amewapa zifahamike moja kama huduma, tena huduma takatifu. Mkazingatie hilo. Na mwisho nimesema sifa ya mwanakwaya au mwimbaji wa sifa mwenye unyofu wa moyo ni kwamba moyo wako uwe wa shukrani. Uwe na moyo wa shukrani. Nyimbo zao zijae shukrani kwa matendo makuu ya Mungu. Jua Mungu amenitendea mimi na ndio sababu ninaimba. Wanatambua kuwa uhai ni fursa ya kumsifu Bwana. Uhai wako, pumzi yako, maisha yako, wewe ujue hiyo ni fursa ya kumsifu na kumshukuru Mungu kwa yale yote aliyotutendea. Ndugu zangu, katika siku kuu hii tuchukue uamuzi kama Daudi. Nitamsifu Mwenyezi Mungu maisha yangu yote. Si kwa siku moja tu, bali kila siku iitwapo leo. Tutumie sauti zetu kama chombo cha ibada, chombo cha ushuhuda na chombo cha kutangaza ushindi tulio nao ndani ya Kristo Yesu mwana wa Mungu. Kumwimbia Mungu ni mlango wa baraka, ndugu zangu. Sababu niwaambia, taabu yenu haitakuwa bure katika Bwana. Ni tendo la imani linaloleta mabadiliko ya kweli. Na kadri tunavyomwimbia kwa moyo wa shukrani, tunazidi kuona mkono wake ukitenda kazi maishani mwetu. Basi tuingie sasa katika uimbaji huu, tukauone ukuu wa Mungu.
na tukazipokee baraka ambazo Mungu amekwisha kuweka tayari kwa ajili yetu. Amen. Amen. Bwana akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.